Historia ya Spartacus ni mojawapo ya simulizi zenye nguvu zaidi kuhusu uhuru, uasi na mapambano dhidi ya ukandamizaji katika ulimwengu wa kale. Ni hadithi inayotoka ndani ya mfumo mkali wa utumwa wa Roman Republic, ambapo maisha ya mtumwa hayakuwa na thamani kubwa. Lakini mtu mmoja aliweza kubadilisha hofu kuwa tumaini na kukusanya jeshi la waasi lililotikisa dola kubwa ya Roma. Spartacus anaaminika kuwa alizaliwa katika eneo la Thrace, karibu na Bulgaria ya leo, sehemu ambayo ilikuwa chini ya ushawishi wa Roma. Watu wa eneo hilo walijulikana kwa kuwa wapiganaji hodari. Inasemekana kwamba kabla ya kuwa mtumwa, Spartacus aliwahi kuwa askari, labda hata ndani ya jeshi la Roma. Lakini baadaye alikamatwa au kusalitiwa na kuuzwa utumwani. Ndani ya mfumo wa utumwa wa Roma kulikuwa na aina tofauti za watumwa, lakini moja ya maisha magumu zaidi ilikuwa ya gladiator. Hawa walikuwa watumwa waliolazimishwa kupigana katika viwanja vya michezo kwa ajili ya burudani ya umma. Spartacus aliishia katika shule ya gladiator huko Capua, inayomilikiwa na mtu aitwaye Lentulus Batiatus. Hapa ndipo alipofundishwa kupigana, sio kwa uhuru wake, bali kwa ajili ya kufurahisha watazamaji. Lakini ndani ya moyo wake, Spartacus hakuwahi kukubali hali hiyo. Mwaka 73 kabla ya Kristo, tukio kubwa lilitokea. Spartacus pamoja na kundi la gladiator wenzake walipanga kutoroka. Mpango wao haukuwa mkamilifu, lakini waliweza kuiba silaha za jikoni, visu, mikuki ya muda mfupi na kuvunja vizuizi vya utumwa wao. Walikimbilia mlima uitwao Mount Vesuvius, ambao baadaye ungekuwa mahali pa kuanza kwa uasi mkubwa. Kilichoanza kama kundi dogo la watu waliokimbia kilikuwa haraka. Watumwa wengine, wakulima waliokandamizwa na watu maskini walijiunga nao. Ndani ya muda mfupi, Spartacus alikuwa ameunda jeshi kubwa, maelfu ya watu waliokuwa tayari kupigania uhuru wao. Huu ulikuwa mwanzo wa kile kinachojulikana kama vita vya watumwa vya tatu dhidi ya Roma, Third Servile War. Jeshi la Roma mwanzoni halikuchukulia uasi huu kwa uzito. Walituma vikosi vidogo kudhibiti hali, wakidhani ni tatizo dogo. Lakini walikosea. Spartacus hakuwa tu mpiganaji, alikuwa pia kiongozi mwenye akili ya kivita. Aliwashinda Waroma mara kadhaa, akitumia mbinu za kushangaza na mazingira kwa faida yake. Moja ya matukio ya kushangaza ni pale jeshi la Roma lilipowazingira Spartacus na wenzake juu ya mlima Vesuvius. Waroma walidhani wamewakamata, lakini usiku Spartacus na watu wake walitengeneza kamba kutoka mizabibu ya porini, wakateremka kwa siri upande ambao haukulindwa na kuwashambulia Waroma kwa kushtukiza kutoka nyuma. Ushindi huu uliwaonyesha Waroma kuwa hawakuwa wanapambana na watu wa kawaida. Kadri muda ulivyopita, jeshi la Spartacus lilizidi kukua, likifikia makumi ya maelfu. Lakini pamoja na mafanikio hayo, kulikuwa na changamoto ndani ya kundi lake. Si wote walikuwa na lengo moja. Wengine walitaka kukimbia Italia na kurudi nyumbani, wakati wengine walitaka kuendelea kupigana na hata kuishambulia Roma yenyewe. Hii ilifanya maamuzi ya Spartacus kuwa magumu. Kuna wakati inaaminika alitaka kuvuka milima ya Alps na kuondoka Italia, lakini mambo yalibadilika na jeshi lake likabaki ndani ya eneo la Roma. Hatimaye Roma ilianza kuchukua uasi huu kwa uzito mkubwa. Walimteua jenerali tajiri na mwenye nguvu aitwaye Marcus Licinius Crassus kuongoza vita dhidi ya Spartacus. Crassus alikuwa mkali na asiye na huruma. Aliimarisha jeshi lake na kutumia nidhamu kali, hata kuwaua askari wake waliokimbia vita ili kuwafundisha wengine somo. Mapambano ya mwisho yalikuwa makali. Spartacus alijaribu kuvunja mstari wa Waroma, akitaka kufikia Crassus mwenyewe vitani, labda kumuua na kuvunja uongozi wa adui. Alipigana kwa ujasiri mkubwa,
lakini mwishowe aliuawa vitani mwaka 71 kabla ya Kristo. Mwili wake haukuwahi kupatikana rasmi. Baada ya ushindi huo, Roma ilitoa adhabu kali. Maelfu ya watumwa waliokamatwa walisulubiwa kando ya barabara kuu ya Appian Way kama onyo kwa wengine. Lakini ingawa Spartacus alishindwa kijeshi, hadithi yake haikufa. Amebaki kuwa ishara ya upinzani dhidi ya ukandamizaji, mfano wa mtu aliyesimama dhidi ya mfumo mkubwa uliomdhalilisha, na kiongozi aliyewaonyesha wengine kwamba hata katika hali mbaya zaidi, mapambano yanawezekana. Katika historia, majina mengi ya wafalme na watawala yamesahaulika, lakini jina la Spartacus limeendelea kuishi, sio kwa sababu ya utajiri au mamlaka, bali kwa sababu ya ujasiri wa kupigania uhuru.